Jana na jana na leo nilikuwa na maelezo hapa kuhusiana na kwamba yani Marekani katika mistake ambayo wataifanya itakuwa ni kubwa na mbaya sana. Itakuwa ni swala la kwenda Iran kufanya uvamizi wa ardhini. Yani wafanye kitu kinaitwa ground invasion kwenda pale nchini Iran. Kwa sababu gani? Mnajua niliwaambia kwamba Iran, yani wale raia wa Iran, ukizungumza kuhusu ardhi yao ya Iran, aise, mtauana. Sasa taarifa ambayo imetoka kwa spika wa bunge la Iran, anaitwa Baghel Kalibaf, anasema hivi: wa Iran milioni 7 wapo tayari kupambana kama Marekani wataanzisha uvamizi wa nchi kavu dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kwa mujibu wa taarifa ya Kalibaf, ambaye amewahi kutajwa kama mmoja wa watu ambao wanaweza kushiriki mazungumzo na Marekani, ametoa ujumbe kadhaa kupitia mitandao ya kijamii tangu kuanza kwa vita, akiikosoa na kuipinga vibaya mno Marekani. Kupitia katika ukurasa wa X, Kalibaf ameandika maneno yafuatayo: hivi sasa, ndani ya muda ambao hujazidi wiki moja, kampeni kubwa ya kitaifa ambayo inasambaa kote nchini imewaleta mbele takriban Wairani milioni 7 ambao tayari wamejitokeza na kutangaza kuwa wapo tayari kubeba silaha na kusimama kwa ajili ya kulilinda taifa la Iran. Mwisho wa kumnukuu. Madai haya yamekuwa yakisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa siku kadhaa, ambapo Kalibaf ndiye kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu nchini Iran kuyataja rasmi katika nchi yenye idadi ya watu takribani milioni 90. Bado haijafahamika wazi takwimu hiyo imetoka wapi, lakini taarifa za serikali na kampeni za ujumbe mfupi zimekuwa zikiwahamasisha wananchi wa Iran kujitokeza kwa ajili ya kupambania taifa lao, yani waende wakapambanie nembo yao. Serikali pia imewataka wanajeshi wastaafu kuonesha utayari wao wa kushiriki mapambano, huku kikosi cha kujitolea cha Basij ambacho kinahusishwa na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kikiwa kimeanza kupokea hata watoto wenye umri wa kuanzia miaka 12 kujiunga na safu zao au kujiunga na kupambania taifa hilo. Niliongea hapa nikasema lile taifa la Iran ukilitazama tu kwa haraka haraka unaweza ukaona ni kama taifa dhaifu, lakini kwa watu ambao wamefuatilia vizuri sana historia ya Iran na namna ambavyo huwa wanapambana once linapofika swala la taifa la Iran, basi sasa nadhani mtakuwa mnanielewa kila ambacho nilikuwa ninakizungumza. Lakini ukiachilia mbali taarifa hiyo ya spika wa bunge, mkuu wa jeshi ameagiza kutokuwa na huruma kama maadui wa Marekani wataanzisha mashambulizi ya nchi kavu dhidi ya Iran. Maneno haya yamezungumzwa na kamanda wa jeshi la Iran, Meja General Amir Hatami. Ameonya kwamba kama maadui watajaribu kuanzisha operation ya mashambulizi ya nchi kavu dhidi ya Iran, hakuna mshambuliaji hata mmoja anayepaswa kuokoka. Amesisitiza utayari na dhamira thabiti ya jeshi kulinda taifa lao. Kwenye hotuba ambayo ameichapisha kutoka katika moja ya vituo vya amri na udhibiti wa jeshi, Meja Hatami amezungumza na makamanda wa vikosi vya ardhini, ulinzi wa anga, jeshi la anga na jeshi la wanamaji kote katika taifa hilo la Iran. Amesema kwamba jeshi la Iran liko tayari kikamilifu katika nyanja zote za mashambulizi na ulinzi kukabiliana na hatua yoyote ya uadui kutoka kwa wapinzani. Hatami amewaagiza makamanda kufuatilia mienendo pamoja na vitendo vya adui kwa umakini wa hali ya juu, kuvichambua hatua kwa hatua kila wakati na kuchukua hatua za kujibu mashambulizi ya adui kwa wakati ambao unafaa. Kamanda huyo amesisitiza kuwa endapo adui ataanzisha mashambulizi ya nchi kavu, hakuna mtu hata mmoja atakayesalia, akionyesha msimamo mkali wa kutoa nafasi kwa wavamizi, kwa maana ya kutotoa nafasi kwa wavamizi ya kufanya mashambulizi. Mkuu huyu wa jeshi ameeleza kuwa lengo la kimkakati la Iran ni kuondoa kabisa tishio la vita ndani ya nchi na kuhakikisha usalama kwa raia wote. Amesisitiza kuwa hakuna eneo lolote linalopaswa kubaki katika hali ya hatari wakati wananchi wanaishi kwa hofu, na ameapa kwamba maadui hawataruhusiwa kufanikisha malengo yao. Meja Jenerali Hatami pia amekosoa vikali kauli ambazo amezitaja kuwa ni za uzembe kutoka kwa rais wa Marekani kuhusu maadui na madai ya kuipanga upya Iran baada ya vita.
Amesema matamshi hayo yanaonyesha wazi nia halisi ya maadui wa Marekani na Israel ya kuifuta Iran na kuondoa uwepo wa Irani katika ramani ya ulimwengu. Ameongeza, kwa kuzingatia uimara wa wananchi na uelewa wao kuhusu mipango ya adui, juhudi zote chini ya kauli mbiu ya kila kitu kwa ajili ya Iran lazima ziendelee hadi ushindi wa mwisho upatikane, huku jeshi likiwa tayari kukabiliana na wavamizi kwa nguvu zozote zile. Marekani na utawala wa Israel walizindua kampeni yao ya kijeshi dhidi ya Iran bila kuchokozwa kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Khamenei pamoja na makamanda kadhaa wa kijeshi hiyo Februari 28, 2026. Na kwa mujibu wa vikosi vya ulinzi vya Iran vimefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi ambapo wamelenga maeneo mbalimbali ya Marekani, maeneo mbalimbali ya Israel, maeneo mbalimbali ya washirika wa Marekani pamoja na maeneo yote ambayo yanaonesha uhatari kwa taifa hilo la Irani. Kwa hiyo yani ukiwasikia wa Irani wanachozungumza na ukisikia wa Marekani wanachozungumza, unajua kabisa nani ambaye anazungumza lugha ambayo ni ya ukweli. Sasa ukiachilia mbali taarifa hiyo, msemaji wa makao makuu ya kule Iran, Hatam al-Anbiya ya Iran, ameonya kwamba maeneo ya kimkakati ya uzalishaji wa makombora, ndege zisizokuwa na rubani na mifumo ya ulinzi wa anga yako mbali kabisa na uwezo wa kufikiwa na maadui wa Marekani na Israel, na ameapa kuwa mashambulizi ya kujibu yataendelea dhidi ya uchokozi wowote. Anajibu kile ambacho kilikuwa kimetangazwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba wanaye mpango wa kufanya mashambulizi katika maeneo nyeti ya Iran, na tukaona Israel na mwenyewe akawa ametia chumvi kidogo, akasema wamebakisha maeneo mawili tu ambayo wakiyatandika hayo basi itakuwa ni rahisi zaidi kwa Iran kuweza kujisalimisha. Sasa wa Iran wamesema hivi, kamwe haitowezekana kwa gharama yeyote, kwa namna yeyote ile, na wakasema maeneo ambayo Iran yanahifadhi zile rasilimali zao nyeti, wanasema maeneo hayo yamefichika zaidi. Msemaji amesema kwamba uzalishaji wa kijeshi wa Iran unafanyika katika maeneo ambayo hayajulikani kwa maadui, akisisitiza kuwa hawana uwezo wa kuyafikia maeneo hayo wala hawatawahi kuyafikia maeneo hayo. Amebainisha kuwa taarifa za kijasusi za Marekani na Israel kuhusu uwezo wa kijeshi wa Irani na vifaa vyake bado hazijakamilika, na kwamba hawafahamu ukubwa wa uwezo wa kimkakati wa taifa hilo la Iran. Naomba nirudie. Wanasema hivi, hawafahamu ukubwa na uwezo wa kimkakati wa taifa la Iran katika swala zima la vita. Ameonya kuwa jaribio lolote la kulenga vituo vya uzalishaji wa makombora ya kimkakati, ndege za mashambulizi ya masafa marefu zisizokuwa na rubani, mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, vifaa vya vita vya kielektroniki au miundombinu mingine maalum ya kijeshi itakuwa ni kosa kubwa, akisisitiza kuwa maeneo wanayodhani wameyashambulia hayana umuhimu mkubwa katika taifa la Iran. Yaani hapa ni kama anajibu moja kwa moja yale maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa na Marekani kwamba sisi tumevuruga kabisa Iran, tumechakaza kabisa Iran, tumeua viongozi wao, tumeharibu maeneo ambayo walikuwa wakiyatumia kwa ajili ya kufanya mashambulizi. Wa Iran wanamwambia hivi, Marekani na Israel bado hamjaijua Irani vizuri, mnaijua Irani juu juu tu. Yaani Marekani pamoja na Israel wanatumiwa ujumbe na Irani kwamba ninyi ambacho mmefanikiwa ni kuua viongozi, lakini hamjafanikiwa kuua mzizi wa kiburi cha Irani unapotokea. Lakini pia amesisitiza, amesema kwamba maadui wasijaribu kuhesabu idadi ya makombora, ndege zisizo na rubani au vifaa vya kimkakati vya Irani, kwani juhudi hizo hazitakuwa na maana yeyote. Anasema kwamba wavamizi watalazimika kulipa gharama ya kuanzisha uhasama dhidi ya taifa la Iran ambalo lina ufahari, lina heshima na misingi ya kiimani ya Kiislamu. Amemalizia kwa kusisitiza kuwa kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, mapambano yataendelea hadi maadui watakapokumbana na aibu ya kudumu na kulazimika kujisalimisha. Akionya pia majibu ya Iran yatazidi kuwa makali, makubwa zaidi na yenye uharibifu mkubwa zaidi na ambavyo hizo nchi zilikuwa zimefikiria. Na kwa mujibu
Kwa kujibu, vikosi vya ulinzi wa Iran vimeendelea kufanya operation za kulipiza kisasi na kulenga maeneo mbalimbali ya Marekani na Israel katika maeneo ambayo yanakaliwa pamoja na vituo vya kijeshi vya kikanda kwa kutumia mawimbi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Kwa hiyo kwa wale ndugu zangu ambao mlikuwa mnatamani kujua the real what's going on as by now, ni kwamba Iran wana habari nyingine kabisa tofauti na ilivyokuwa inaelezwa. Wao ambacho wamesema watahakikisha wanakabiliana kwa namna yeyote ile kuhakikisha wanajilinda dhidi ya mashambulizi ambayo yanafanywa na Marekani pamoja na Israel. Tuendelee kuzifuatilia taarifa hizi kwa ukaribu zaidi, kwa sababu zina umuhimu sana katika nyakati kama hizi, ambapo pia kumekuwa na taarifa nyingi sana ambazo zimetengenezwa. Tunasema hizi ni fake news, lakini pia kuna deep fake, ambapo ni taarifa ambazo zinaendana na ukweli wa kile ambacho nchi za kimagharibi zinatengeneza. Na sasa hivi wa magharibi kupitia kwa Donald Trump wametoa mabilioni ya dola kwa ajili ya kufadhili watu ambao watakuwa wanatengeneza story ambazo zimetengenezwa, zimegeneratiwa na AI, lakini zinaonesha namna ambavyo Iran inafanyiwa mashambulizi. Sasa wa Iran kupitia kwa rais pia tuliona Masudi anasema hivi: tunashukuru sana watu ambao sasa hivi wanafanya kila linalowezekana kupata taarifa za ukweli ambazo zinatoka Iran, tofauti na zile deep fake ambazo zinatengenezwa na Marekani pamoja na washirika wake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.